Sasa namuita Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Msoma Vijijini, aulize swali lake. Swali langu namba 103 liweze kupata majibu ya serikali. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Msoma Mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB inaendelea na zoezi la utoaji wa mikopo ya pembejeo za ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, ambapo katika mikopo ya awamu ya kwanza jumla ya vizimba 47 vyenye thamani ya shilingi bilioni 1.126 vimetolewa kama mikopo ya masharti nafuu isiyo na riba kwa wanufaika 130 nchini, ikiwemo vijana kutoka Msoma Mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa kuongeza ushiriki wa vijana katika ufugaji wa samaki kwa vizimba, Wizara inatekeleza programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT Uvuvi, kwa kutoa mafunzo kwa vitendo na mikopo yenye masharti nafuu. Lengo ni kuongeza uzalishaji na kutoa ajira kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26, Wizara imepokea kiasi cha shilingi bilioni 7 kutoka hazina kwa ajili ya kuwezesha vijana kupata mitaji kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Fedha hizo zitatumika kukopesha vijana 308 waliohitimu mafunzo hayo, wakiwemo vijana 14 kutoka Msoma Mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile Wizara inatarajia kupokea sehemu ya shilingi bilioni 200 ambazo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 zitakazoelekezwa katika kuwezesha mikopo ya vizimba. Katika mgao wa fedha hizo, vijana wa Msoma watanufaika na mikopo hiyo, na aidha Wizara inaendelea kutafuta vyanzo vingine vya fedha ili kuendelea kutoa mikopo ya ufugaji wa samaki kwa vizimba katika maeneo mbalimbali hapa nchi. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa. Mheshimiwa Mgore Miraji, maswali ya nyongeza. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Napenda nitoe pongezi nyingi sana na shukrani kwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwathamini wananchi wa jimbo la Msoma Mjini, kwani sisi tunategemea sana ziwa kuliko kitu chochote. Hivyo kwa kuwezesha vijana wetu kupata mikopo ili waweze kufanya ufugaji kwa uweledi mzuri, wataenda kufungua fursa ya ajira na mzunguko wa pesa na uchumi utakuwa kwenye jimbo la Msoma Mjini. Naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Je, nini kauli ya serikali kuhakikisha inawathamini wafugaji wa samaki kwa kupitia vizimba, kwani wamekuwa na changamoto kubwa sana kwenye swala zima la upatikanaji wa vifaranga vyenye ubora pamoja na chakula? Kwa sababu changamoto ya chakula kuwa ni shida inapelekea samaki wengi waweze kudumaa na wafugaji hawa kupata hasara kwa kiasi kikubwa sana. Samaki anafugwa kwa miezi 8, wanatarajia apate kilo 1 and above. Lakini kwa sasa hivi samaki wanafubaa na kupatikana 0.6 mpaka 0.8. Kwa hiyo nini mpango wa serikali kuwawezesha wafugaji hawa? Swali la pili, je, kauli ya serikali ni ipi kuhakikisha inawasaidia vijana kupata ujuzi pamoja na mikopo ili waweze kuanzisha upatikanaji wa chakula wenyewe katika manispaa ya Musoma na waache kutoa chakula Kenya pamoja na Kibaha, kwani ni mwendo mrefu na gharama ya chakula inakuwa ni kubwa sana? Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kifupi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na nirudie tena kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa bidii yake kubwa ambayo anaendelea nayo kufuatilia miradi hii ya vizimba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana swala la vifaranga na chakula, kama nilivyozungumza hapo awali, tunaendelea na harakati za utatuzi wa changamoto hizi tulizokuwa nazo mwanzo. Moja, tumeendelea kuhamasisha sekta binafsi katika kuwekeza, kuzalisha vifaranga na kutengeneza viwanda vya chakula, ambapo ninakiri kwamba tumekuwa na ongezeko kubwa sana la vifaranga pamoja na chakula ambacho kimesaidia wafugaji wetu kwa njia ya vizimba kuweza kupata kwa wingi. Lakini pili, tunaendelea kuwapa vijana wetu elimu ya utambuzi ili pale wanapoona vifaranga na chakula sokoni basi waweze kutambua kile kilicho bora against kile ambacho hakiko bora. Lakini pia tumeendelea kurekebisha mifumo yetu ya utoaji wa mikopo, ambapo hapo awali tulikuwa tuna wazabuni wa moja kwa moja ambao tulikuwa tunaelekeza vijana wetu kwenda kwao kwa ajili ya kujipatia vifaranga na chakula. Lakini sasa kwa vile tumeongeza upatikanaji wa vifaranga na chakula, tumeongeza uwazi ili kijana aweze kuingia sokoni na kuchagua kifaranga na chakula kilicho bora kwa ajili ya samaki wake, aweze kupata samaki walio bora. Lakini pili,
Swala la pili la Mheshimiwa mbunge ambalo ni kuhusiana na uwezeshaji wa vijana kujipatia ujuzi lakini mitaji ya kuwekeza katika uzalishaji wa chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, hichi ndicho ambacho tunafanya mpaka sasa. Tunaendelea kuwahamasisha vijana wetu kuandaa maandiko ili ile elimu tunayowapatia tunapokuwa tunawaandaa kwa ajili ya kuingia kwenye ufugaji wa vizimba kupitia taasisi zetu za FETA, lakini programu zetu za BBT uvuvi, waweze kuitumia kwa ajili ya kuzalisha chakula, lakini waandae maandiko, wapeleke katika halmashauri zetu, waweze kunufaika na fedha za 10%, lakini pia waandae maandiko wapeleke katika taasisi zetu za fedha ili waweze kupata mikopo ya kuwekeza katika uzalishaji wa chakula, kwa sababu ni fursa kubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho tunaendelea sisi kama wizara tumeandaa mwongozo wa utengenezaji wa chakula cha samaki ili kila anayetaka kuwekeza katika sekta hii ya uzalishaji wa chakula cha samaki aweze kupata wepesi wa uwekezaji huo, na sisi kama wizara tuendelea kutoa msaada wa utaalamu na maelekezo kwa yeyote ambaye anahitaji kufanya uwekezaji katika uzalishaji wa chakula cha samaki ili tuongeze upatikanaji wake. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri.